Zenj TV, tujivunie nyumbani. Muda mchache uliopita katika mwendelezo wa michuano ya Ligi Kuu Tanzania Bara, wekundu wa Msimbazi klabu ya Simba Mnyama katika mchezo wake wa leo dhidi ya Namungo FC amefanikiwa kuibuka na ushindi mnono wa magoli 3-0. Mchezo huu ambao ulikuwa unafuatiliwa na maelfu ya mashabiki wa klabu ya Simba kila pande ya Tanzania umepigwa leo hii Oktoba mosi majira saa 2:15 za usiku katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Na baada ya kutamatika kwa mchezo huo na Simba kuondoka na alama 3 na magoli 3, ni kwamba Mnyama amejiweka kileleni katika msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara baada ya kushuka dimbani mara 2. Na kama ambavyo msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara jinsi ambavyo unaonyesha kwenye top 4 hadi hivi sasa, nafasi ya kwanza bado inashikiliwa na klabu ya Simba Mnyama akiwa kwenye nafasi ya kwanza akiwa tayari ameshashuka dimbani mara 2 na hadi hivi sasa akiwa na alama zake 6. Kwenye nafasi ya pili inashikiliwa na klabu ya Singida Black Star ambaye tayari naye pia ameshashuka dimbani mara 2 na huku akiwa na alama zake 6. Nafasi ya tatu ikiwa inashikiliwa na klabu ya JKT Tanzania ikiwa imeshashuka dimbani mara 3 na huku ikiwa na faida ya alama 5 hadi hivi sasa. Nafasi ya 4 inashikiliwa na klabu ya Young Africans kwa maana ya Yanga, wananchi wakiwa kwenye nafasi ya 4 na tayari wameshashuka dimbani mara 2 na hadi hivi sasa wakiwa na alama 4. Lakini kwenye nafasi ya 5 inashikiliwa na matajiri wa Chamazi kwa maana ya Azam FC ambao hadi hivi sasa wameshashuka dimbani mara 2 na huku wakiwa na alama zao 4 pekee. Kwa wachezaji wa klabu ya Simba ambao kwa siku ya leo wamefanikiwa kupachika magoli katika mchezo wa Simba dhidi ya Namungo FC ni pamoja na Chamoi ambaye kwenye dakika 44 ya kipindi cha kwanza alifanikiwa kuiandikia Simba bao la kuongoza. Lakini kwenye dakika ya 61 katika kipindi cha pili cha mchezo ni kwamba Reshan alifanikiwa kuiandikia Simba bao la pili. Na bao la tatu na la mwisho katika mchezo wa leo ambalo Simba wamefanikiwa kuweza kulivuna lilipatikana kwenye dakika ya 84, bao ambalo lilifungwa na Suleiman Molim. Kwa upande wa mchezo mwingine uliopigwa leo hii Oktoba mosi ni ule mchezo uliokutanisha matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam FC dhidi ya mafande wa JKT Tanzania, mchezo ambao umepigwa katika dimba la General Isamuhyo mnamo majira saa 12 za jioni. Na mchezo huo kati ya Azam FC dhidi ya JKT Tanzania ulitamatika kwa Azam FC kuondoka na alama 1 baada ya mchezo huo kutamatika kwa sare ya kufungana bao 1-1. Na kwa upande wa wachezaji ambao kwa siku ya leo wamefanikiwa kupachika magoli katika mchezo huu, kwa upande wa Azam FC, bao pekee la Azam FC kwa siku ya leo lilifungwa na Faisal Salum Feitoto kwenye dakika ya 43 ya kipindi cha kwanza. Lakini katika kipindi cha pili cha mchezo kwa upande wa JKT Tanzania nao walikuja kufanikiwa kupata bao kwenye dakika za jioni kwenye dakika 90 ya mchezo, bao ambalo lilifungwa na Paul Peta, na bao hilo la kusawazisha kwa siku ya leo ndilo ambalo limeweza kuifanya Azam FC kuweza kuondoka na alama 1 baada ya kutoka suluhu ya kufungana bao 1-1. Na hizi ni taarifa za kimichezo kutokea hapa Zenj Online TV, na kama hii ni mara kwa kwanza kabisa kuitembelea Zenj Online TV, tunakusihi sana uweze kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kwa ajili ya kuendelea kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani pamoja na taarifa za matukio mbalimbali ya kijamii kwa kila siku na kila wakati. Zenj TV, tujivunie nyumbani.